hili mkilichagua, mkilipa ridhaa, tutaiondoa Tanzania kutoka kwenye uchumi wa kati kuifanya nchi yenye uchumi mkubwa. Ukienda nchini Brazil, wana kiwanda cha Ambria cha kutengeneza ndege. Walipoanza mradi wao mwaka 69, ilichukua mwaka mmoja pekee Brazil kuwa ni nchi kubwa yenye uchumi mkubwa duniani, na sasa hivi ni kati ya nchi 10. Tanzania tuna zaidi ya miaka miwili, Morogoro wanatengeneza ndege ndogo za watu 4. Kuna wataalamu wengi ambao, kuna ndugu anaitwa Jonas, ndio injinia mkuu wa kiwanda cha Boeing kule Marekani cha kutengeneza ndege. Mtakaponichagua nitahakikisha kwamba ndugu Jonas mnamrudisha hapa nchini ili aweze kuungana na wale mainjinia wetu pale Morogoro, tutengeneze kiwanda ndani ya miaka 5 ambacho kitakuwa kinatengeneza ndege za kibiashara ambazo zitatengenezwa hapa Tanzania. Hali ya uchumi, ndugu zangu wananchi, ni mbaya, na ndio maana ukienda Brazil kilo moja ya sukari inauzwa pungufu ya shilingi 1400 Tanzania, kwa sababu serikali inapata hela kutokana na uwekezaji ambao umefanywa kwenye viwanda vikubwa. Wanauza ndege za Ambria kwenye mataifa mbalimbali dunia nzima. Sasa wanapata mabilioni ya dola ambazo ni fedha za kigeni. Wamewaachia wananchi kwamba gharama za uzalishaji ziwe ndogo. Mtakaponichagua nitahakikisha kwamba ndugu Jonas mnamrudisha hapa nchini ili aweze kuungana na wale mainjinia wetu pale Morogoro, tutengeneze kiwanda ndani ya miaka 5 ambacho kitakuwa kinatengeneza ndege za kibiashara ambazo zitatengenezwa hapa Tanzania. Hali ya uchumi, ndugu zangu wananchi, ni mbaya, na ndio maana ukienda Brazil kilo moja ya sukari inauzwa pungufu ya shilingi 1400 Tanzania, kwa sababu serikali inapata hela kutokana na uwekezaji ambao umefanywa kwenye viwanda vikubwa. Wanauza ndege za Ambria kwenye mataifa mbalimbali dunia nzima. Sasa wanapata mabilioni ya dola ambazo ni fedha za kigeni. Wamewaachia wananchi kwamba gharama za uzalishaji ziwe ndogo. Shida ya maji itatatuliwa kwa serikali kununua magari ya kuchimba visima. Serikali ya kwetu itaweza kupeleka ruzuku katika hayo maeneo ili kila halmashauri iweze kupata gari la kuchimba visima. Lakini mikoa ambayo inatoa inapata jua kali, kwa maana mikoa yote ya kanda ya kati, lazima tutengeneze mfumo wa kutumia mitambo ya jua, kwa maana sola, ambayo tutaingiza kwenye gridi ya taifa. Tutakuwa na vyanzo vingi vya umeme bila kutegemea vyanzo hivi vya maji ambavyo sio vya uhakika kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi.